بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya utangulizi mzuri aliofanya shekhe wetu Sheikh Abdallah Bawazir, mimi sioni tena sababu ya kuanza kutoa utangulizi, bali ni kuingia moja kwa moja katika tafsiri za aya zilizochaguliwa. Lakini aya zenyewe zinalazimisha kuzielezea hizo aya zenyewe kabla hatujaanza kuzitafsiri. Aya ya 77 imekuja baada ya kisa cha wachawi wa Firaun, namna walivyomgeuka Firaun. Wachawi wa Firaun waliletwa kwenye mapambano, waje wapambane na Musa alayhi salatu wassalam, wao wakidhani kwamba Musa ni mchawi kwa sababu ya ile fimbo yake inavyogeuka nyoka. Sasa kwa sababu we ni mchawi, ngoja tukuletee wachawi zaidi yako. Wakaletwa wachawi wale wakafanya vitimbi vyao baada ya kupewa ahadi nzuri nzuri na Firaun. Lakini walichokiona wachawi baada ya Musa naye kufanya la kwake, walichokiona wachawi wakagundua kwamba Musa sio mchawi, kwa sababu wao ni wachawi. Ilikuwa ni wepesi sana kutofautisha kati ya uchawi na kisichokuwa uchawi. Waligundua kwamba hiki alichokifanya Musa sio uchawi, na hapo Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza wachawi wale wakamgeuka Firaun na wakamwamini Musa alayhi salatu wassalam. Firaun akaonyesha mabavu yake na utawala wake na ukubwa wake, akawaua wale wachawi wote pamoja na watu wote walioamini, ambao aliwajua kwamba hawa wameamini, akiwemo mkewe. Wale watu waliuawa, ikawa hiyo story ya wachawi tena imekwisha. Lakini wao walikubali kufa kwa ajili ya ule ukweli waliouona kwa Musa alayhi salatu wasalam, na wakajisalimisha kwa Allah kwa 100%. Hawakujali tena wao kufa, na wakamwambia Firaun, wewe hukumu unachoweza kuhukumu, kwani wewe uwezo wako wa kuhukumu ni hapa duniani, hiki unachokihukumu basi, lakini mbele ya Allah wewe huna chochote. Kwa hiyo sisi tumeridhika, hukumu unachohukumu. Wakahukumiwa wale watu, wakakatwa mikono na miguu, wakauawa, wakatundikwa kwenye miti, yani wakasulubiwa. Banu Israil waliathirika na kitendo hiki kilichofanywa na wachawi, na wanasema watu wengi wa Misri pale ambao walikuwa chini ya Firaun waliathirika na haya yaliyofanywa na hawa wachawi, na watu wengi pale walimwamini Musa, lakini wengi hawakuwa na uwezo wa kudhihirisha imani yao, wakawa wameamini lakini kwa kujificha. Sasa hapa story inaanza mpya baada ya wachawi wa Firaun kuuawa na wale wengine walioamini.
Musa alayhi salatu wassalam, katika mambo ambayo alikuwa anayaomba kwa Firaun, anamwambia waachie Banu Israil, mimi niondoke nao, tuondoke hapa Misri, tukuachie mji wako, lakini Banu Israili waachie watoke. Firaun akawa anakataa, Banu Israili hawawezi kutoka. Kwa nini Banu Israili hawawezi kutoka? Kwa sababu Banu Israili ndio walikuwa watumwa wa pale Misri, ndio walikuwa wafanyakazi wa kila kazi zinazotakiwa na wenyeji wale wa Misri, Firauna na jamaa zake. Tunajua kwamba Banu Israili Misri walikuwa ni wageni, walikuja wakati wa Nabii Yusufu alivyokwenda kuuzwa kule. Baadaye akamwagiza baba yake na ndugu zake wote waje Misri. Kwa hiyo wakazaliana pale Misri, lakini wakiwa ni wageni, sio wenyeji wa pale. Kwa hiyo jamaa wakawageukia walivyokuja watawala waovu, ingawa wakati wa yule mtawala wa mwanzo aliyokuwepo wakati wa Yusuf, Banu Israili waliishi vizuri kwa sababu Yusuf alikuwa kiongozi. Baadaye walivyoondoka wale, wakaja viongozi wengine ovu, wakajua kwamba hawa ni wageni tu hapa, wakawageuza kuwa watumwa, ndio wafanyakazi wao. Sasa Firauna atakubalije wale watu waondoke? Wakiondoka nani atawafanyia kazi? Kwa hiyo Firauna akawa anazuia, na kama wanavyosema baadhi ya wanawachuoni, hata kile kipindi Firauna alipoambiwa kwamba katika hawa Banu Israil atazaliwa mtoto, huyo mtoto akizaliwa ndio mwisho wa utawala wako, alipowauliza mnashauri nini, walishauri kwamba watoto wa kiume wote wachinjwe, kila mtoto wa kiume atakayezaliwa akatwe kichwa. Kwa hiyo wakawa watoto wa kiume wakizaliwa wanachinjwa, wa kike ndio wanaachwa. Baadaye wakaja watu kwa Firaun, bana hawa watu unachinja watoto, sasa hivi waliobaki ni watu wazima watupu. Maana yake hawa waliobaki ambao wanaweza kufanya kazi, nguvu zao zikiisha, hatutakuwa na wafanyakazi sisi. Ikatoka amri nyingine, sasa watachinjwa mwaka mmoja wataachwa. Lakini hapa napo kuna hikma moja ya ajabu sana. Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia uzazi wa Musa kutokea katika mwaka wanaoachwa, bali ukatokea katika mwaka ambao wanachinjwa. Musa akazaliwa katika kipindi ambacho wanachinjwa. Allah anamuonyesha Firaun na anawaonyesha wanadamu wote kwamba yeye ndiye mwenye uwezo na anafanya analolitaka yeye, na analolitaka yeye ndio litakuwa. Kwa hiyo wewe ukijifanya una mabavu, ukijifanya una nguvu, ukijifanya una utawala, ukijifanya una pesa, jua atakachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala ndicho kitakachokuwa, na hutakuwa na uwezo wa kufanya chochote. Firauna alimlea mwenyewe Musa. Huyo aliambiwa kwamba ndio mwisho wa utawala wake, akija yeye mwenyewe ndio kamlea. Allah anamuonyesha Firauna, wewe huna kitu. Ingawa umejiita Mungu, tena umejiita Mungu mkuu, lakini hii dunia ina mwenyewe, wewe siye. Sasa mwenye dunia ameamrisha kwamba wewe umlee huyo ambaye ndio itakuwa mwisho wako, na akamlea Firaun. Na hivi ndivyo itakavyotokea kwa yoyote yule dhalim mpaka leo hii. Wewe ukijifanya ni dhalim, Allah subhanahu wa ta'ala akikiamrisha kitu kiwe, kitakuwa mbele ya macho yako, huku unaangalia, na wewe mwenyewe utasaidia hicho kitu kiwe, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameshaamua. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa kuacha kiburi na aache jeuri katika hii dunia. Fuata maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama utangulizi wa shekhi wale alivyosema. Allah ametuambia kwamba utatujia uongofu, na atakayefuata uongofu huo basi hatopotea. Kwa hiyo tunatakiwa tufuate uongofu. Hata kama Allah atakuruzuku utawala, atakuruzuku nguvu ya aina yoyote, basi jaribu kuwa chini ya maagizo yake, chini ya utawala wake, hapo ndiyo utapona. Lakini nguvu zako hazina nguvu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya ya 77 inaanza kutueleza sasa, baada ya Firaun kukataa kuwatoa Banu Israil, maagizo sasa ya Allah yanakuja kwa Musa moja kwa moja. Allah anasema walaqad auhaina ila Musa,
hakika tulimfunulia Musa au tulimpa wahyi Musa, an asri biibadi, ondoka na waja wangu wakati wa usiku, watoe sasa banu Israeli. Sasa sio habari ya Firaun, Musa anaambiwa awatoe banu Israeli. Allah mwenyewe ndio sasa analitawalia hilo jambo, atawaangalia banu Israeli. An asri biibadi, watoe waja wangu usiku. Neno Isra kama tunavyolifahamu siku zote kwamba Isra ni mtu kutembea wakati wa usiku. Wanawachuoni wametofautiana swala kwamba ni mwanzo wa usiku ama ni mwisho wa usiku. Kuna kauli mbili na kauli zote huwa hazina shida. Inaweza kuwa mwanzo wa usiku, inaweza kuwa mwisho wa usiku. Lakini maagizo yanaendelea kwa Musa alayhi salatu wassalam. Allah anamwambia fadhrib lahum tariqan fil bahri yabasa, ukishatoka nao hao nenda kawatengeneze njia baharini, na njia zenyewe ziwe kavu baharini, lakini njia zitakuwa kavu, watapita kama wanavyopita kwenye ardhi ya kawaida. Alafu kwa sababu kuna ubinadamu, Musa pamoja na utume aliyokuwa nao, yeye ni binadamu. Yale mambo ya kibinadamu yoyote yule anaweza kumjia. Allah anamwekea kinga mapema, anamwambia la takhafu darkan wala takhsha, usiogope kufikiwa na Firaun, usiogope kukutwa na Firauni njiani, wala takhsha, wala usiogope kuangamia kwenye bahari. Tayari hukumu ya Allah ishapita, Firauna hataweza kuwagusa wala bahari haitaweza kuangamiza. Kwa haya ni maelekezo Allah subhanahu wa ta'ala anampa Musa moja kwa moja, sasa awatoe banu Israel aende nao huko ambako Allah subhanahu wa ta'ala amekupanga. Wanawachuoni hapa wanatuambia kwamba Musa alitoka muda huo wa usiku na banu Israeli. Habari watu walipiana banu Israeli majumbani, habari zikaenea kwa banu Israeli wote. Wakatoka usiku na mtume wao, wakaanza kutembea. Firauna alfajiri ameamka na jamaa zake, anaambiwa bwana, huu mji mtupu, vipi banu Israeli wote wameshatoka. Firauna alikasirika sana, na ndio mpaka akasema ile maneno yake, innahum la shirdhimatun qalilun, hawa kikundi kidogo tu afiki na tuudhi. Firaun akaagiza akusanyiwe maaskari katika miji yote, amri ya haraka. Ndani ya muda huo wa asubuhi Firaun anataka maaskari wakusanyike, na wakakusanyika kweli maaskari, wakaja kwa Firaun. Safari ya Firaun ikaanza na mwenyewe akawemo. Sasa sio kwamba katuma tu maaskari ndeni mkawalete, kwa ile hasira na uchungu waliokuwa nao akaona yeye mwenyewe awemo ndani ya jeshi. Lakini ilikuwa ni mpango tu wa Allah, na ndio hapa mtu ajijue kwamba hakuna mtu mwenye uwezo mbele ya Allah. Hapa kwa mtu tu kiakili unaweza ukajiuliza, sasa Firauna kilichomfanya mpaka hawafuate banu Israeli ni kitu gani? Watu hawa washakuudhi, washatoka mjini kwako, wanaenda zao, wewe unawafuatia nini? Hapa kilichomfanya Firauna wafuate kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza ni ule ujabari wake, anavyojihisi kwamba yeye ana nguvu, anavyojihisi kwamba yeye ana uwezo wa kuwafanya chochote. Na hivi ndivyo ilivyo, mtu mwenye nguvu akiudhiwa na mtu mnyonge atamfuata popote pale alipo, hata akikimbia kwenda kujificha, lakini kumuonyesha zile nguvu zake na kwamba popote utakapofika mimi nitakuja, anamfuata. Hakubali kumwacha kwamba haya basi nenda. Hii ndio jeuri iliyompata Firaun. Lakini jambo la pili ni ule mpango wa Allah ambao Firauna yeye hakuujua. Mpango wa Allah ambao tayari ulishapangwa kwamba huu ndio mwisho wa Firaun, bila yeye kujua, pamoja na kujiita Mungu. Yeye alikuwa na wachawi ambao wanamueleza habari zitakazokuja, na ndio waliomwambia kwamba atazaliwa kijana atakuja kusababisha utawala wako uishe.
lakini hawakumwambia kwamba hii safari unayotoka hii ina hatari kwako. Hakuna aliyeweza kumwambia. Firauna akatoka. Ndio hapa Allah anasema katika aya 78, fa atba'ahum Firaun bijunudihi, Firauna akawafuata Musa na jamaa zake, akiwa Firauna na majeshi yake. Lakini matokeo ni nini? Faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum, wakafunikwa Firauna na majeshi yake kule baharini na hicho kilichowafunika. Wanawachuoni hapa wanasema kilichowafunika hakikutajwa kwa sababu kinajulikana, walifunikwa na maji, walighariki. Wakati Firaun na jeshi lake wanamfuata Musa na jamaa zake, walifikia wakati sasa wanaonana, yani washawakaribia. Firaun anawaona watu wa Musa wale pale, na watu wa Musa wanamuona Firauna yule pale anakuja. Banu Israel wakaanza kubabaika kwamba sisi sasa tumepatikana. Musa alayhi salam akawaambia kalla, asema hapana, inna ma'i rabbi sayahdin, mimi Mola wangu niko naye, ataniongoza cha kufanya. Aya hii ya mwanzo tuliyosoma 77 kulikuwa na ishara tayari ya kwamba kuna maelekezo yatakuja, kwa sababu Musa aliambiwa ondoka nao usiku, na ukifika huko watengenezee njia baharini. Kwa hiyo Musa tayari alishajua kuna maelekezo yatakuja kuhusu cha kufanya pale baharini ili njia zipatikane. Banu Israeli wao hawajui, lakini Musa yeye anajua kwa sababu amepokea wahi. Ndio akawaambia hapana, hatuwezi kupatikana, Allah niko naye mimi, ataniongoza. Ndio ikaja ile kwamba piga fimbo yako baharini, maelekezo sasa hizo njia zinatengenezwaje. Musa akapiga fimbo yake baharini, bahari ikajigawa pande mbili, kila upande ukawa umesimama kama jabali kubwa. Na katika ilivyogawanyika sasa, hapo ndani kukapatikana njia za makabila yote 12, kila watu wakapita njia yao. Musa akawaongoza Banu Israeli wakapita kwenye hiyo njia, na wanasema kwamba ilivyopasuka ile bahari ulikuja upepo mkali ukakausha ile sehemu ambayo maji yalijitenga, ikawa ni ardhi kavu kama unatembea Kariakoo. Jamaa wakapita wakafika upande wa pili. Firaun kafika pale kwa wale jamaa washavuka, bahari imegawanyika, si ashaona njia na imekauka, naye akapita. Alivyoingia faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum, hapo sasa Firaun na jeshi lake wote wakaangamia, hakubaki mtu hata mmoja. Wameacha mji wao ambapo Firaun alikuwa na uwezo wa kuambia majeshi tu nendeni mkamlete Musa hapa, na alikuwa anajua kwamba uwezo wanao kwa sababu wana nguvu. Musa hana majeshi, Musa na Banu Israeli wenyewe ni watu wa hila, watu wasiokuwa na msimamo. Lakini kwa sababu amri ya Allah ilishatoka, Firaun akajikuta naye anafuata mkumbo, anaingia, anapotea. Na Qur'ani hii imeeleza hiki kisa cha Banu Israeli na Musa katika maeneo tofauti tofauti. Maeneo mengine kuna urefu kidogo, habari zimeongezwa, kuna nyingine Allah amezungumza kwa ufupi. Katika baadhi ya maeneo katika Qur'ani, Firaun alivyoona bahari inayeyuka sasa wanaangamia, alianza kurudi. Anasema sasa nimemwamini yule aliyeaminiwa na Musa na watu wake. Allah akamwambia alana, sasa hivi ndio unaamini? Muda ulishapita, muda hakuna tena. Na hii hali iliyompata Firaun, hii atakutana nayo kila mwanadamu ambaye haendi sawasawa na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile siku ya kutoka roho mtu utakumbuka, lakini utakuwa umeshachelewa.
itakuwa makumbuko yako hayana maana yoyote. Kwa hiyo tufuate mwongozo sasa hivi, tukumbuke sasa hivi maana ya kusomwa au maana ya kuletwa hivi visa ndani ya Qur'ani, tujifunze na yale yaliyowakuta wenzetu. Sasa wewe usisubiri mpaka na wewe siku yako inafika ndio unakumbuka, utakuwa kama Firaun. Ni hasara kubwa sana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatufundisha sisi Waislamu kuwa na wingi wa kutubia, na yeye akatuahidi kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe. Kwa maana kila wakati, kila ukikumbuka umefanya dhambi, hukufanya dhambi, fanya toba kwa Mola wako, fanya istighfari, kurudi kwa Mola wako ili Allah akusamehe. Usisubiri. Wa adalla Firaun qaumahu wama hada, Firaun aliwapoteza jamaa zake na wala hakuwaongoa. Kwa kitendo chake hiki alichowachukua akawapeleka kule kumfuata Musa, hapa Firaun aliwapoteza watu wake na wala hakufanya kitendo cha kuwaongoa. Na aliwapoteza kwa sababu na yeye pia alikuwa hajui. Na hii ni dalili ya kwamba wale wote wanaodai kwamba wao ni Mungu, wao ni mitume, ni waongo tu, hawana wanachokijua. Firaun angejua asingejiingiza yeye wala asingeingiza watu wake. Na huko nyuma alishatamba Firaun kwamba yeye anawaambia jamaa zake, mimi nawapeleka ma ahdikum ila sabili rashad. Yani Firaun kuna sehemu amezungumza maneno haya kwamba anawapeleka watu wake kwenye njia ya uongofu. Lakini sasa hapa Allah anathibitisha kwamba Firaun maneno yake yale, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, kwamba mimi siwapeleki ila nawapeleka katika kile ninachokiona mimi kwamba ni sawa sawa, na wala siwapeleki ila katika njia ya uongofu. Kwamba maneno haya aliyosema ni ya uongo, Allah anawaambia hapa au anatukumbusha na sisi, wa adalla Firaun qaumahu wama hada. Firaun aliwapoteza watu wake wala hakuwaongoa kama alivyodai kwamba yeye anawaongoa na anawapeleka njia iliyonyooka. Hapa alafu Allah subhanahu wa ta'ala anawageukia Banu Israil. Na tunafahamu sisi Banu Israil, mbali na Firaun, wao wenyewe wamezungumzwa sana mambo yao na Musa, namna walivyokuwa watu wa vigeugeu. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha Banu Israil akiwaambia, ya bani Israil kad anjaynakum min aduwikum, enyi Bani Israil, hakika sisi hakika sisi tumewaongoa au tumewaokoa na adui yenu. Wa wa'adnakum janibat turil ayman, na tukawapa ahadi pale kwenye upande wa kulia kwenye mlima Tur. Wa wa'adnakum janibat turil ayman, tukawapa ahadi pale kwenye mlima Turi katika upande wake wa kulia. Wanazzalna alaykumul manna wassalwa, na tukawateremshia man na salwa. Banu Israil, hii sehemu hii katika mlima Tur ndipo Musa aliposemeshwa na Mola wake, na ndio hapa ambapo Musa aliahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba aende kwa ajili ya kwenda kuchukua Taurati ya kuja kuwaongoza watu wake. Na ndio eneo hili ambalo Banu Israili waliwaacha Musa ili Musa aende kwenda kuchukua sheria na muongozo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa sasa ndio wakawa Banu Israili wanakula man na salwa, chakula kinachoteremka kutoka mbinguni. Katika maelezo tuliopewa katika ya Banu Israil, pia hiki chakula walikikataa baadaye, jinsi walivyokuwa watu wakorofi. Wakamwambia Musa, hatuwezi kukaa na chakula kimoja kila siku. Wakaanza kutafuta, wataka vitunguu, wataka dengu, wataka nini, vile walivyozoea kula kule Misri, ndio wanataka hivyo eti. Allah ndio akamwambia, basi rudini Misri, ndio mtakwenda kupata hivyo ambavyo mnavitaka.
Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwakumbusha Banu Israili katika hii neema ya chakula hiki cha manna na salwa, anawaambia kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi Banu Israili, kuleni chakula kizuri tulichowaruzuku, wala tatghaw fihi, wala msipetuke mipaka katika hiyo riziki mliopewa na Allah, riziki njema. Fayahilla alaikum ghadabi, isije ikawashukia ghadhabu yangu. Waman yahlul alaihi ghadabi faqad hawa, yoyote atakayeshukiwa na ghadhabu yangu, huyo mtu ameangamia, amepata hasara. Hapa Banu Israili wanakumbushwa neema. Katika neema nyingi walizopewa, mojawapo ni hii ya chakula hiki, kwamba nyinyi kuleni hiki chakula, hii riziki nzuri aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala, msipetuke mipaka. Kupetuka mipaka, ndugu zangu, katika riziki kuna swala la kuikufuru neema ya Allah, na haya mambo yapo mpaka kwetu. Kwanza, kuona alichokupa Allah hakina maana, yani unapewa kitu kwa vile kishakuwa kingi, unakiona kwamba cha kipuuzi, hakina tena maana, lakini wakati ulikuwa una shida kilikuwa kwako kina maana. Leo kimekuwa kingi, umejitosheleza, unakiona hakina maana. Hii ni moja katika kupetuka mipaka. Lakini pia katika kupetuka mipaka ni kufanya israfu, kwa kuwa kinakuja kwa wingi, unatumia kwa fujo bila mipaka, nayo pia hii ni katika kuvuka mipaka. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala anayakataza kwa Banu Israili na kwetu vile vile. Kwa hiyo kila Muislamu anatakiwa ajiangalie neema alizokuwa nazo, azichunge, azilinde, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hizo alizokuwa nazo. Isifikie hatua ikawa neema za Allah kwako unazihisi kwamba hazina maana au unazitumia kwa fujo. Wanawachuoni wanapoeleza maelezo kama haya, wanasema angalia, moja katika kuleta fujo na kuzikufuru neema za Allah katika riziki ni Allah anawapa vyakula vizuri, nyinyi mnavigeuza vinakuwa vyakula viovu. Allah amewapa asali mnaigeuza inakuwa pombe. Tende mnaziweka mpaka ziozi ili mkazitengenezee pombe. Cha ajabu ni kwamba sio tu wale kule Waarabu waliokuwa na tende wakati huo ndio wakawa wanazifanya hivi. Mpaka leo hata tende zinazoletwa kwetu kwa misaada wakati mwingine zinaachwa mpaka zinaoza, mwisho zinaenda kuuzwa kwenye viwanda vya kutengenezea pombe. Huku ni kupetuka mipaka katika riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika neema anazotupa. Afu Allah mwisho anamalizia akisema wa inni laghaffarun liman taba. Pamoja na ujeuri wote huu wa Banu Israili na wanadamu kwa ujumla wao, Allah bado anawatangazia kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe, anasamehe sana. Sio tu anasamehe sana. Wa inni laghaffar, na mimi ni mwingi wa kusamehe, liman taba, lakini kwa yule ambaye atatubia, ataamua kurudi kwa Mola wake, wa amana, na akaamini, wa amila saliha, na akafanya matendo mema, thumma ihtada, kisha akawa na msimamo katika hayo aliyoyaamini. Aya hii inatufungia darasa letu ya leo kwa kutaja swala la msamaha, baada ya kutaja vitimbi vya Firaun na ukafiri wake na ujabari wake na ujeuri wa Banu Israili katika kukufuru neema za Allah. Lakini Allah anamalizia, anasema yeye ni mwingi wa kusamehe. Sisi tumeshaona wenzetu namna gani walivyokuwa waovu katika aya hizi zilizotangulia, Firaun na jamaa zake, lakini pia jamaa wa Musa, sababu katika sura nyingine hapa walipobaki Banu Israili walifanya vituko vingi mpaka wakatengeneza mungu mwingine. Hapa wakatengeneza ng'ombe, wakaanza kumwabudu, wakaona Musa anachelewa kurudi. Pamoja na hayo yote, Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza msamaha. Msamaha huu ulikuwa ni wa Banu Israili na hata sisi vile vile, kwamba wewe ndugu yangu Muislamu, pamoja na hali uliyokuwa nayo, unajiona, kila mmoja anajijua, kuna wala riba humu,
kuna wala rushwa humu, kuna madhalimu humu wanaodhulumu mali za watu, kuna wasioswali, kuna wasiofunga, kuna watu ambao hawatendei wema wazazi wao, kuna watu wana vurugu za kila aina, kuna watu hapa wana ugomvi na ndugu zao hawasemani, wana miaka na miaka hawasemani na hawakubali kusuluhishwa. Yote maovu haya, kwa yoyote atakayetubia, Allah anatangaza msamaha, wa inni la ghaffar, mimi ni mwingi wa kusamehe, liman taba, kwa ambaye atatubia kwa Allah. Kutubia ni kurejea kwa Mola wako kwa kuacha yale maovu unayoyafanya na kukabili kufanya mema. Lakini kurejea huku kuna masharti kama tulivyoelezwa katika mafundisho ya dini yetu. Sharti la kwanza utoke kwenye hilo ovu unalolifanya. Kama una ugomvi na ndugu yako hauishi, basi kwanza uishe huu ugomvi ili tauba iweze kufanya kazi. Kwanza ugomvi umalizwe. Muislamu unakuwaje Ramadhani hii umefunga alafu usemani na ndugu yako? Husemani na baba yako aliyekuzaa alafu umefunga. Unafunga nini sasa? Hii saumu maana yake nini? Saumu hii ina faida gani kama wewe husemani na baba yako, husemani na ndugu yako? Saumu hii ina maana gani? Ina faida gani? Sasa mlango umefunguliwa. Fanya toba, kamalize ugomvi na ndugu yako, kamalize ugomvi na baba yako, kamalize ugomvi na mkeo nyumbani, kamalize ugomvi na mumeo nyumbani. Malizeni ugomvi wenu, halafu rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atawapokea. Sharti la kwanza, kutoka kwenye maasi haya. Sharti la pili, kujuta. Ujutie yale maovu uliokuwa ukiyafanya na ujijue kwamba ulikuwa unafanya maovu. Moyo wako usononeke, kwa nini mimi nilitumbukia katika maovu haya? Sharti la tatu, utie nia ya kutorudia maovu haya. Hapa kuna watu wanachanganya, wanafikiri moja ya sharti za tauba ni kutorudia kosa. Sharti ya toba ni sio kutorudia kosa. Sharti ya toba ni kutia nia ya kutorudia kosa. Kuna watu, mtu anaona kwamba kwa sababu alishakosea akatubia alafu akakosea tena, anaona hakuna tena tauba, basi anaendelea tuna madhambi. Hapana. Kama ulitia nia ya kutorudia tena na ukarudia, fanya toba tena. Ndio maana Allah alivyosema Ghaffar, ni mwingi wa kusamehe. Kwa maana kila utakamuomba msamaha, ukawa msamaha wako ni wa kweli, umetimiza hivi vigezo, Allah atakusamehe. Na ikitokea umekosea tena ukarudia tena, Allah atakusamehe tena. Usimfananishe Allah na mwanadamu. Hii tabia ya kuona Allah hawezi kutusamehe kwa huku kurudia kwetu, maana yake kwamba tunamfananisha Allah na wanadamu. Kama ambavyo wewe hukubali mtu kukosea kila siku afa na kuomba msamaha kila siku, ndivyo unahisi na Allah yuko hivyo. Hapana, Allah hayuko hivyo. Cha msingi tu masharti haya, wakati unaomba msamaha iwe kweli unayo, umetia nia kwamba hutorudia tena, unajuta kwa nini utumbukia katika makosa haya, na ujitoe katika hayo makosa. Ukifanya mambo matatu haya, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe. Sharti la 4 linaongezeka ikiwa dhambi ulilolifanya kumfanyia Allah ndani yake kuna haki ya mwanadamu. Memdhulumu mtu mali zake, na Kariakoo hii kwa wafanya biashara, dhulma ni kitu cha kawaida. Sasa kama katika madhambi yako unayotaka kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha, kufanya toba, ndani yake kuna haki za watu, sharti la 4 linaongezeka kwenda kuomba msamaha kwa uliyemdhulumu. Na kama mali yake unayo, mrudishie. Kama atakusamehe akusamehe, basi mmekusamehe, basi ukisamehewa na wewe bwana, mambo yameisha, Allah naye atakusamehe. Haya ndiyo masharti 4 kwa 3 ya kufanya toba, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatumalizia kwenye aya hizi tulisoma leo. Wa inni la ghaffarun liman taba, na mimi ni mwingi wa kusamehe kwa atakayefanya toba. Wa amana, na akaamini. Kuamini kwa mtu ambaye tayari ni muumini, kwa maana kwamba akawa na msimamo katika imani yake. Wa amila saliha,
na alafu imani yako ukaiongezea sasa matendo mema. Imani bila matendo haina faida. Thumma ihtada, kisha akawa na msimamo katika hayo mema anayoyafanya na katika imani yake aliyoipata. Ndugu zangu katika imani, kama shekhe alivyosema, hii darasa leo ilikuwa ni ya shekhe. Baada ya kujua shekhe kwamba amepata dharura, basi kabidi tu tuje tuvae viatu vyake kwa haraka haraka. Kwa hiyo mimi naomba niishie hapa, sitakuendelea zaidi. Insha Allah kama kuna maswali basi insha Allah, kama kuna ambao tumelisahau tutalisema kwenye maswali. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.